Kwema kabisa. Mungu asaidia. Zaidi sana. Leo mambo mengi sana yameongelewa juu ya mchezo wenu wa dabi ya Kariakoo. Mchezo ambao bodi ya ligi wameupangia tarehe yao, ila nyie hamuutambui mchezo huo, mchezo ambao umepangiwa tarehe mpaka sababu zitoke. Kuna kitu kimoja ambacho watu wengi wakawa wanajiuliza, Young Africans imejiamini sana juu ya hili swala. Pengine mipango mikakati ikoje kuhakikisha zile alama 3 ambazo zipo kwenye huo mchezo mnazipata? Kwanza, Yanga inajiamini kwa sababu zifuatazo. Ukisimama kwenye taratibu, sheria na kanuni ya kitu husika, huwezi kuyumba. Mchezo wa tarehe 8 Machi umehairishwa masaa machache kabla ya kuelekea kwenye mchezo, na umehairishwa kwa sababu Simba waliandika barua kuwapelekea bodi ya ligi na TFF kwamba hawatopeleka timu uwanjani kwa sababu wamezuiliwa kufanya mazoezi. Saa 5 asubuhi bodi ya ligi kawajibu Simba kwamba mchezo huko pale pale. Maana yake hata bodi ya ligi wanafahamu Simba kwa barua yao hakuna sababu za msingi, hakuna sababu za kikanuni zinazotaka ule mchezo uhairishwe. Kwa hiyo bodi ya ligi walitakiwa kuacha mchezo uendelee, ili Simba kama hatofika uwanjani itaangaliwa kanuni zinasemaje zifuatwe juu ya maamuzi ya timu isiyofika uwanjani. Kitendo cha bodi ya ligi kutofuata huu utaratibu kimefanya kionyeshe kwamba hakuna kanuni yoyote iliyohalalisha ule mchezo kugairishwa. Sijui unanielewa vizuri. Kitendo cha kukosekana kwa kanuni ya kuhairisha mchezo kimefanya bodi ya ligi na TFF watoe sababu zilizokuwa nje ya mchezo ule. Unaposema kulikuwa na viashiria vya amani, sio malalamiko ya Simba hayo. Ukisema kulikuwa na viashiria vya rushwa, sio malalamiko ya Simba hayo. Malalamiko ya Simba kutokupeleka timu tarehe 8, wametaja wamezuiwa kutofanya mazoezi. Wamezuiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo husika. TFF walitakiwa wajielekeze kugairisha huu mchezo kwenye hoja hii ya Simba. Kwa kile ambacho alichokuwa nakililia mpinzani wenu. Yes. Kwa TFF angetaja mle kwa mujibu wa kanuni fulani, kitendo chofanywa Simba kinapaswa kugairisha mchezo huu ili adhabu itolewe kwa mtu ambaye amehusika na hili jambo. Hao yote yametokana mara baada ya wekundu wa Msimbazi kuzuiwa. Pengine nyuma ya hayo ndio kulikuwa kuna hivyo sababu ambazo walizotoa TFF na bodi ya ligi. Ukisema nyuma ya hayo maana yake hatuwezi kujua ni nyuma. Sisi tunaangalia walioyaleta mbele. Katika barua yao ambao hata nyinyi wanahabari mnayo, hawajaandika neno Simba kuzuiwa kama ni sababu. Unanielewa? Katika barua yao kitendo cha Simba kuzuiwa walisha kitolea maelezo pale pale kwenye barua. Wamesema wameona baadhi ya mabaunsa wa Yanga wanaotambulika kwa sura wakishiriki kuwazuia Simba. Maana yake hilo wametoa majibu pale, si ndio? Pale si wametoa majibu. Wameeleza hatua zilizochukuliwa kwa hao watu. Mpaka leo kimya. Kwenye barua yao sasa wamesema tunailisha mchezo kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa viashiria vya amani, lakini pia kwa ajili ya viashiria vya rushwa. Mpaka leo wametoa ufafanuzi wa rushwa ilikuwa inamhusu nani? Wamezungumzia nani alikuwa anavunja amani. Inawezekana sisi Yanga ndio tulikuwa tunavunja amani au tuna viashiria vya rushwa. Watuletee tunastahili adhabu gani? Nanyi mko radhi kupokea? Waje waseme Yanga ilikuwa na viashiria vya rushwa kwa nyanja 1, 2, 3 na adhabu yake ni hii. Lakini katika mamlaka zinazohusika na rushwa pamoja na uvunjifu wa amani, bodi ya ligi na TFF sio mamlaka yao. Na ndio maana wao wakiandaa mchezo wanapeleka taarifa jeshi la polisi lije lisimamie amani, ndio wenye jukumu la amani. Waandishi kanda maalum iliwaita kuambia chochote kuhusiana na amani ya uvunjifu wa amani mchezo ule. TFF na bodi ya ligi hili wamelitoa wapi? Watugee ufafanuzi. Tunataka tujue
Sisi Yanga tulikuwa tunahusika na rushwa katika mchezo huo? Sisi Yanga tulikuwa tunahusika katika uvunjifu wa amani, au ni nani alikuwa anahusika? Kuna kauli moja nimeinukuu kutoka kwa miongoni mwa mtu ambaye alikuwa mbele pale ana present hoja za washabiki wa Young Africans. Alisema kana kwamba ikitokea mchezo huu au maamuzi tarehe 15 yakotolewa, ligi inaishia pale pale. Sahihi. Endapo bodi ya ligi haijatoa majibu, Yanga haitoingia timu tarehe 15 kama mkutano ulivyoelezea. Bodi ya ligi wakichukua jukumu wakasema waende uwanjani, Simba ifike, afu bodi ya ligi ipeleke marefali, sawa, wakatoe pointi 3, ni kweli ligi itaishia hapo. Inaishia pale. Itaishia hapo kwa sababu iko ambacho wanafikiria kukifanya, labda wawagee Simba pointi 3. Walishindwa nini kufanya tarehe 8? Hapo utaona kuna utofauti, yani kuna ubebaji unataka kufanyika, na ndio maana tunasema ligi itaishia hapo. Tarehe 8 kanuni haijavunja mchezo. Kama wanajua kuna kupeleka marefali uwanjani timu inapokuwa haiendi kucheza, ilibidi ifanyike tarehe 8. Ushindwe kufanya tarehe 8 kupeleka marefali ukagairisha mechi, alafu tarehe 15 timu moja isije upeleke marefali ukatoe pointi 3. Blaza, ligi kwa kweli inaishia hapa. Michezo ile leo salia mchezo itajulikana tarehe 15. Tutajulikana hapo tarehe 15. Tutajua tarehe 15. Tarehe 15. Majibu yote, na naamini viongozi ndani wamesema baada ya tarehe 15 hiko kitakachoamuliwa pale, waandishi mtaitwa tena huko ndani ili mje msikie sasa nini kinaendelea. Lakini ili Yanga iweze kucheza mchezo huu hakuna shortcut. Ni lazima bodi ya ligi watoe majibu katika vile walivyoviainisha, Watanzania wote wamevisikia. Lakini tumesema sisi imani na bodi ya ligi hatuna. Wale wote waondoke. Wote waende. Alafu kuna ulazima gani kwa nini? Sisi si ndio miongoni mwa wawakilishi, yani wanachama wa TFF ndo wadau, si ndio? Turidhia wawepo. Tunaposema tujaridhia sasa muondoke, kuna shida gani ya kung'ang'ania? Watoke waweko wengine, mpira huu nchi uendelee. Kwa hiyo kama na wao ni wadau wa mpira, wasikubali kuwa sehemu ya kuvunja mpira wa Tanzania. Waache mpira ujiendeshe. Hawana lazima kung'ang'ania kwenye lile jengo. Shida iko wapi? Hivi vilabu unavyoviona hivi vyote nchi hajawahi kuongoza mtu mmoja. Uongozi ni vijiti kupokezana. Kwa mfano mwenyekiti wa bodi, sifa yenyewe hana. Ili uwe mwenyekiti wa bodi unatakiwa uwe mwakilishi, yani mwenyekiti wa klabu husika. Yule kwenye uchaguzi wa Coast kashapigwa chini, hayumo, anakaa pale na mwakilisha nani? Wanaombeba ule endelee kuwepo pale kwa maslahi gani? Na hiyo ndio inawaulizisha sana nyie maswali. Sana. Kwa hiyo ukiona mtu anajiamini anasema kwamba itakuwa hivi, maana yake ana uhakika wa kile anachokwenda kukisimamia, si vinginevyo. Shukrani. Nakushukuru sana.